inahitaji utungu. Mimba haiwezi kutoka nje katika tumbo la mwanamke kama utungu haupo. Mimba iliyo ndani ya mwanamke haiwezi kutoka nje kama utungu haupo. Kwa mimba iliyo ndani ya mwanamke inahitaji utungu ili itoke nje. Inahitaji nini? Inahitaji utungu ili ifanye nini? Itoke nje. Inahitaji utungu ili itoke nje. Lakini sema lakini unapozungumza sawa, kwa inahitaji utungu ili itoke nje. Angalia utungu ni kitu gani? Utungu ni kitu gani? Utungu ni kitu gani? Utungu ni kitu gani? Utungu ni hali ambayo mwanamke anajisikia, na hii hali tunaita ni hali ambayo ni naturally mtoto aliye ndani kwenye tumbo anakuwa na demand ya kutoka nje. Na mara nyingi hii demand huwa inatokana na kwamba umri wa huyo mtoto kukaa ndani kwenye tumbo la mwanamke, umri umefika. Kwa utungu unakuja. Utungu ndio, pasipo utungu ataendelea yule mtoto ataendelea kukaa humo ndani. Ndio unasikia mtu ana mimba miezi 18, mtu ana mimba miezi 12. Kwa nini ana mimba miezi 12? Ulikosekana utungu wa kumfanya mtoto huyo naturally aanze kuwa na dimandi ya kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ili utungu uje, mtoto lazima amefikisha umri wa miezi inayotakiwa yeye kukaa kwenye tumbo la mwanamke. Kwa ile miezi ile ikitimia, ndio automatically Mungu ametengeneza utungu. Kwa utungu unaanza kupushi huyo mtoto atoke nje. Kumbuka nimesema maono ni sawasawa na mimba. Maono ni sawasawa na picha iliyombika ndani ya mtu inayotamani kutoka nje. Kwa utaelewa haya maono ili atoke nayo nje yanahitaji nini? Utungu. Maono ili yafanikiwe kutoka nje nao yanahitaji utungu. Kama ilivyo mimba iliyo ndani ya mwanamke, ili itoke nje inahitaji utungu. Na maono nayo hali kadhalika nayo huwa yanahitaji utungu. Kwa the same approach, maana yake maono huwa nayo yana time framework. Maono huwa yana time framework. Maono huwa yana muda. Maono huwa yana muda wa kulishwa. Maono huwa yana muda wa kulishwa. Maono huwa yana muda wa kulishwa. Maono huwa yana umri. Kwa kuna umri maono yakiwa ndani. Umri ule ukifika, yale maono yaliyo ndani yanatamani kutoka nje. Tutakuwa tunaelewana wote vizuri. Maono yaliyo ndani ya mtu yana umri. Ule umri ukifika, ule muda wa ukuaji wa yale maono yaliyo ndani ya mtu ukifika, nayo huwa yanahitaji kutoka nje. Na ili yafanikiwe kutoka nje, basi utungu huwa unatakiwa. Kama ilivyo kwenye mimba ya mwanamke, utungu unatakiwa. Na maono pia yaliyo ndani ya mtu yana umri. Na ule umri ukifika, basi utungu unatakiwa ili yale maono yatoke nje. Na hayawezi yakatoka nje yasipokomaa. Kwa maono yaliyo ndani hata ya mtu, maana yake ni lazima yakomae ili yatoke nje. Ndio maana hata mwanamke, ndio maana hata mwanamke hawezi kupata utungu au hawezi kuzaa mtoto akiwa na miezi 6 mpaka miezi isogee. Ikiwa miezi 7 anaitwa mtoto njiti. Sema amen. Maana yake amelazimishwa, kuna vitu tu vimeingilia kati, amelazimishwa kutoka, lakini ulikuwa ni muda ulikuwa bado. The same applies to vision au maono. Maono nayo huwa yana muda. Lakini pia kuna premature. Kuna maono kabla ya muda. Ndio mtu anaanzisha kitu lakini alikuwa hajafika kwenye huo muda wa kuanzisha kitu. Mtu anaweza akataka kafungue kanisa, lakini hajafika muda wa kufanya nini? Wa kufungua kanisa. Maana yake yale maono yaliyo ndani yake bado hajafika kwenye level ambayo yanatakiwa yatoke nje. Kwa hiyo yanakuwa ni maono machanga. Ndio ile unashangaa mtu anafungua huduma, hana kinachomsukuma kuendelea kufanya hiyo huduma.
maana yake ni mtoto aliyezaliwa ambaye utungu haukuwepo. Sasa utungu wakati mwingine pia huo unatengeneza mazingira ya kukea. Unasikiaga watoto wanawake wanasema wewe ukuingia leba. Kwa nini? Kwa sababu ya utungu. Utungu unamfanya mtu hata hayo maono yakizaliwa aweze kuyakea, aweze kuyatamia, aweze kuyathamini. Kama mtu akazalisha kitu, akatoa kitu. Napozungumza kutoa, najua ninyi nyote, labda wewe ambaye unanifuatilia na kunisikiliza mara yako ya kwanza, ili andiko unalifahamu vizuri. Nasema ufalme wa mbinguni unafananishwa na nini? Na mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni ambaye amejenga nyumba, na ndani ya nyumba yake kuna vitu vya kale na vitu vipya. Sasa maono ni ile hali ya wewe kuwa na uwezo wa kutoa vitu vipya vilivyo ndani yako. Sasa hicho kilicho ndani yako ili kitoke kinahitaji kwanza kikomae, kikue mpaka kifike umri ambao kitakuwa tayari kusema niko tayari kutoka nje. Kwa ule umri unapofika sasa, hiki kinapotoka nje kinakuwa ni kitu harisi ambacho kinaweza kikakabiliana hata na mazingira yoyote yaliyoko nje. Haleluya. Natumia lugha za kawaida ili uelewe vizuri. Unaona mtoto akizaliwa njiti, anakaa hospitalini. Kwa nini anakaa hospitalini? Kwa sababu hali ya hewa ya huku duniani bado Mungu hajamwekea, whether it is antigen sijajua, lakini hajamwekea vitu ambavyo vinaweza vikaanza kukabiliana na joto la Dar es Salaam na baridi ya Mbeya, na baridi ya Kilimanjaro au Bukoba au wapi. Kwa hiyo mtoto anapotoka nje, Mungu anakuwa amemwekea kila aina ya kinga ya kukabiliana na mazingira yaliyoko duniani. Huyu anayetokaga njiti, maana yake hivyo vitu anakuwa bado hajawekewa, kwa hawezi kukabiliana na hali zilizoko duniani. Kwa utakuta madaktari wanasema huyu muache akae hospitali, tuendelee kumhudumia mpaka ile miezi yake itakapotimia, basi tunaweza tukamleta huko duniani. Kwa vinakuweko vyombo ambavyo ni artificial, ambavyo ni sawasawa na tumbo la mwanamke, ambalo hilo tumbo la mwanamke ile miezi miwili, yani mwezi wa 8 na mwezi wa 9, tumbo lile linakuwaga na vitu fulani, kuna mambo fulani yanaendelea kwenye tumbo la huyo mwanamke kumkuza huyu mtoto, kumjenga huyu mtoto ili awe na kinga fulani ambazo atakabiliana na mazingira. Kwa hiyo vinatengenezwa vitu artificial. Mtoto anawekwa pale, anaendelea kutunzwa pale. Ukifika umri baadaye ndio yule mtoto anatoka. Sema utungu. Sema utungu. Kwa kazi ya utungu ni kupush maono yaliyo ndani yatoke nje, ambayo sasa yamekwisha kamilika. Kazi ya utungu ni kupush mimba iliyo ndani ya mwanamke, mimba iliyo ndani ya mtu itoke nje. Sema amen. Sema amina. Kwa utaelewa, nafundisha two way traffic. Maana yake kuna mtu mwingine anaweza kaa na maono, kama atakosa nini? Kama atakosa utungu, hayo maono hayatazaliwa. Ndio unasikia tu mtu niliwaigi, kwa kweli niliwaigi kufikiri. Unakuwa tu fikiri mpaka unaweza ukawa mama fikiri au baba fikiri. Yaani unafikirigi, unawazaga, unapangaga, utafikiri wewe ni makamu wa rais. Bwana Yesu asifilipo Esdori mpango. Wewe sio mpango. Lazima uhakishe mpango wote ambao Bwana anakupa neema ya kupanga, na unaanza kuona mapicha. Nimekwambia what is the vision? Maono ni picha iliyo ndani yako, iliyojengeka, iliyoumbika. Baada ya kulishwa, baadaye inakoma, inaanza kudimandi itoke nje. Inaanza kudai itoke nje. Kinachofanya hayo maono yaliyo ndani yatoke nje ni utungu. Hapa nakupa utangulizi, lakini zaidi sana nitakaa hapo kwenye hiyo mimba inakueje, hiyo iliyo ndani ya mwanamke. Lakini hapa tunazungumza maono. Maono hatuzungumzi katika context ya mwanamke tu kuwa na maono. Tunazungumza context ya mtu kuwa na picha ya vitu vilivyo ndani yako kutoka nje. Sasa hivyo vitu vina chakula, hivyo vitu vina vyakula.
na vyakula ndivyo ambavyo vinapelekea hayo maono yaliyo ndani yako, hiyo mimba iliyo ndani yako ikue, isije kuwa njiti. Maana una mimba zingine zinakwasha koo, siko ndani ya matumbo ya mtu, lakini zinakwasha koo, zili undergo si kwasha koo, yani zikakoma, hazikuendelea kukua. Tutaviangalia vitu vinavyoweza kusababisha mimba iliyo ndani ya mtu au maono yaliyo ndani ya mtu ya undergo, sijui natural death, au muda mwingine yapate nini, yapate ile hali ya dwarfism, yakashindwa kuendelea kukua. Mambo hayo yapo ulimwengu wa roho. Sema amen. Ninakusaidia, ninakupa hii misamiati ili muda mwingine ufanikiwe kujiombea. Kuna muda mwingine unajiombea tu general. Sikiliza, shetani huwa anaongopa watu ambao wanaweza wakawa wana target au wana point vitu direct. Unaweza ukawa muda mwingine unaomba upokei, nasema mnaomba vibaya ndio maana ampati. Sio kwamba uombi, unaomba lakini unaomba vibaya. Kwa unashindwa kujiombea. Wewe uonagi unaomba unafanya deliverance. Ukitachi sehemu ambao pepo lipo au limekamata kitu fulani, unashangaa reaction. Kwa the same applies hata kuomba kwetu. Ili uombe vizuri lazima ufanikiwe kuwa na maarifa ya kutosha ili ujue wewe shida yako ni nini. Unaweza kawa una maono ila wewe shida yako sasa, yani wewe ni utungu tu. Ndio unashangaa mtu anakuambia yani sijui, yani sijisikii tu. Unajua kwa nini ujisikii? Una utungu. Ndio maana ujisikii. Maono ya kuomba unayo, maono ya kwenda kuhubiri unayo, sema amen. Lakini utungu ndio hauna. Unashangaa ndio mimba ya maono sasa inaenda miezi 10, 11. Nitaenda kesho, nitafanya kesho, mpaka unakuwa mjomba wake kesho. Na babu yako sio anakuwa kesho kutwa. Nitaenda kesho, kesho kutwa nitafanya. Kwa nini unafanya hivyo? Maono huna. Kuna muda mwingine unakaa, unaona kabisa hela hizi hapa, unaona kabisa Michael huyu hapa tajiri. Kwa nini huwezi kuchukua hatua kuelekea kwenye huo utajiri? Una utungu. Kwa haijalishi tumbo liko hivi, hiyo miezi 9 tumbo liko hivi, watu tunaona kabisa mtoto huyu, mtoto kabisa huyu. Kwa nini mtoto hatoki? Utungu haupo. Unakuwa na mawazo ya kufanya vitu vingi, unaona kabisa ni mtaalamu kuliko hata Dr. Mpango. Unajua kupanga kila kitu na tayari unaviona ulivyovipanga hivi hapa, lakini kwa nini havitokei? Utungu. Sema utungu. Utungu ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako. Kama utakosa kuwa na utungu katika maono unayokuwa nayo, hauwezi kutoboa. Hauwezi kutoboa. Kama utakosa utungu katika mipango ulio nayo ambayo unaona kabisa hii nikienda kuitekeleza na toboa, lakini unashangaa miaka inaenda, lakini unashangaa miezi inaenda. Kama utakosa utungu hautaweza kutoboa. Watu waliofanikiwa kwenye maisha yao ni wale ambao walifanikiwa kuwa na utungu katika vitu vilivyokuwa ndani yao. Wale waliofanikiwa kuwa na utungu katika vitu vilivyokuwa ndani yao. Sema Yesu nisaidie niwe na utungu. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie niwe na utungu. Okay. Twende kidogo spidi. Angalia kitabu kile cha Mika 4 mstari wa 10. Mika 4 mstari wa 10. Twende. Neno la Mungu linasema uwe na utungu ukataabike ili uzae. Uwe na utungu ukataabike. Kwa utungu unaleta kutaabika. Utungu unaleta wewe kuangaisha. Haleluya. Utungu unaleta wewe kuangaika. Rudia tena, soma tena, twende. Uwe na utungu utaabike ukazae. Binti Sayuni, kama mwanamke mwenye utungu, maana sasa utatoka mjini na wewe utakaa katika mashamba. Rudia uliposoma mara ya kwanza.
uwe na utungu, utaabike ili uzae. Mimi napataka hapo. Wewe mbona unakwepa hapo? Rudia tena hapo. Twende. Uwe na utungu. Rudia tena, twende. Kuna mtu hajasikia. Uwe na utungu. Tena. Uwe na utungu. Alafu utaabike. Uwe na utungu. Kwa utungu unaleta kutaabika. Ukiwa na maono ndani yako, ukiwa na mimba ndani yako. Nimekwambia maono ni picha iliyo ndani inayotamani kutoka nje. Nimekwambia maono ni mimba iliyo ndani inayotamani kutoka nje. Ili hiyo mimba itoke nje, lazima uwe na utungu. Na ule utungu unaletaga hali fulani kama vile ya kutaabika. Anasema uwe na utungu, utaabike ukazae. Huwezi kuzaa kama una utungu. Huwezi kuzaa kama una utungu. Kwa ili uzae lazima uwe na utungu. Na ule utungu unakuletea kutaabika. Ndio unashangaa mwanamke anapata mahangaiko. Hapana baba fulani, hapana baba fulani. Sasa anaona masaa yamekaribia. Unashangaa ndoo imetafutwa, beseni limetafutwa, sijui nepi, saizi sijui hawatumii nepi, wanatafuta vidudu hivyo, wanaweka kwenye shangazi kaja, hao bajaji wanakwenda hospitali. Kinachomsukuma huyu mwanamke ni utungu. Sema utungu. Sema utungu. Utungu unakupelekea mwanamke utafute beseni liko wapi. Utungu unakupelekea utafute mwanamke kitenge kiko wapi ili ukatekate visepe. Utungu unakupelekea utafute vile vitu hata kama ulikuwa hujaandaa. Utungu unakupelekea utafute hata muda huo umpigie mama fulani, naomba pesa ya maandalizi ya kwenda kujifungua, naona hali yangu haiko sawa. Ila iko sawa. Utungu unakupa kutaabika ili uende ukazae. Maono yoyote yale ambayo yatakosa utungu hayawezi kumachua, hayawezi yakaja kuonekana, hayawezi yakaja kuzaliwa. Narudia tena, mwingine hujasikia. Maono yoyote yatakayokosa utungu hayawezi kuja kuzaliwa. Maono yoyote ambayo yatakosa kuhangaika, maono ambayo yatakosa kukuhangaisha hayawezi kuja kutokea. Utakuwa abunuasi unaimba tu. Ila nafikiria mchungaji alituambia tutafanikiwa. Sure, I'm telling you, kuna watu hata Bwana jana tulikuwa tunaomba usiku. Kuna watu Mungu anakwenda kuwainua kuanzia hapa. Sema amen. Sema amina. Kuna watu Mungu anakwenda kuwainua hapa. Lakini ili tufanikiwe kuinuliwa, lazima tufanikiwe kuwa na utungu. Utungu utatupa kutaabika. Utungu hautakufanya umelala saa 3, unaamka asubuhi saa 2. Hauna utungu wewe. Wezi ukalala saa 3 usiku, unaamka saa 2 na unaamka tu kama vile kwa sababu tu umepanga nyumba zile za mama mwenye nyumba. Utungu haukupi hivyo. Utungu ni adui wa uzembe. Utungu ni adui, andika, wengine uandike. Utungu ni adui wa uzembe. Utungu ni adui wa kulala sana. Utungu ni adui wa uzembe. Utungu ni adui wa uvivu. Utungu, sema utungu. Utungu ni adui wa kushangaa. Utungu. Mwingine usemi amina kwa sababu unalala saa 3 usiku, unaamka saa 2 asubuhi. Unaamka saa 2. Kwa nini? Kwa sababu hauna utungu. Utungu vinasema, rudia hilo andiko, twende hapo. Soma haraka. Hilo andiko linasemeje? Uwe na utungu. Anasema uwe na utungu. Utaabike ili uzae. Unataka uzae duka, unataka uzae biashara, unataka uzae project yoyote, lazima uwe na utungu. Na utungu utakupa kutaabika. Huwezi ukawa unalala saa 3 unaamka saa 2. Huwezi ukawa unaamka yani unachokiwaza wewe ni chai. Umekuwa na nini? Mzalamu au vipi sijui. Kabila lolote lile. Yaani umeamka tu asubuhi, chai. Sikiliza, watu wenye uchungu, watu wenye uchungu wakiamka wanatafuta kazi. Watu wenye uchungu wanapenda wao wanakula baada ya kazi. Kuna mtu hajasikia vizuri. Watu wenye utungu, sio uchungu. Watu wenye utungu, anasema hivi, rudia andiko.
Wewe urudie andiko, wewe unachelewa sana. Watu wenye utungu, sema wenye utungu. Sema watu wenye utungu. Na ni maandalizi ya siku ya Alhamisi. Lazima tuwe na fedha. Amen. Lazima tufanikiwe. Amen. Kuna maisha lazima tuyakatae. Amen. Kuna maisha lazima tuyakatae. Sasa hatuwezi kuyakataa kwa kunena kwa lugha. Tutayakataa kwa kuongeza maarifa. Huwezi ukataa umaskini kwa kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha kutakusaidia kumjua shetani. Lakini kumjua shetani hakutoshi, lazima ukafanye kazi. Na utafanyaje kazi? Lazima uwe na utungu. Anasema uwe na utungu. Utaabike. Ili uzae. Uwe na utungu. Utaabike. Maana yake ukitokelezea ni asubuhi saa 12 unaanza kutaabika, leo nifanye nini? Mtu mwenye utungu anaanza kutaabika, leo nifanye nini? Anaanza kufikiri, anaanza kuwaza. Mtu mwenye utungu anajisikia vibaya anapokuwa jobless. Mtu mwenye utungu sio uchungu. Sema amen. Sema amen. Sema amina. Mtu mwenye utungu chakula kinakuwa mbali sana na yeye kuliko kufikiria kuzaa. Huwezi kumwambia mwanamke anaenda kuzaa, utungu umemkamata. Sema amen. Utungu umemkamata, anaanza kufikiria miogo. Hakuna huyo mwanamke ambaye ana utungu anachofikiria ni kwamba sijajua leba itakueje. Mwenye utungu, asiye na utungu, yeye ndiye anafikiria kula, anafikiria chai iko wapi. Huyo ameamka ana utungu, huyo ameamka ana utungu. Aliyeamka aliye na utungu, aliyabashata payabo, anafikiria itakueje, hafikiria habari ya kula. Akishazaa sasa utasikia pale maneno ndo mazuri yanayotakiwa pale. Hata mtu akwambia hela ya kula, yani hata kama sio Mchaga unashangaa unadai mtori. Neno hilo msamiati huo nyanda za juu kusini kama Mbeya sio neno ambalo linatumikaga. Huwezi kumwambia Matengo habari ya mtori, huwezi kumwambia Muhehe kwa habari ya mtori. Labda nyinyi wa Matengo Wahehe wa Dar es Salaam ndio na nyinyi mnaanza kuiga Wachaga, si mtori, si vitu gani. Na mimi neno mtori katika makuzi yangu ya kukua nimelijua yamkini nikiwa na miaka 20 kitu kuelekea 30. Sijawahi kujua neno mtori. Mama yake Nathan anajifungua, sikujua habari ya mtori. Mimi nilijua amejifungua, nilichojua pale si walimpa chai. Maisha yakaendelea. Neno mtori nimekuja kujua huku mjini. Sema amen. Sema amina. Kwa kuna nyakati za kula. Sema amina. Sasa umeshazaa, unahitaji kula. Utungu umevuta kuzaa. Utungu umekupa kutaabika. Ulimba nyimbo zote ulipokuwa leba. Kwa utungu unakupa kutaabika, unakupa mahangaiko fulani. Alafu baadaye ukishazaa ndio unatulia sasa. Sikiliza, kabla ya kufikia maono makuu, kuna maono madogo yanayokusukuma kwenye maono makuu. Kuna maono ya siku, kuna maono ya masaa ya mwanzo ya asubuhi, kuna maono ya masaa ya mchana. Sasa mtu mwenye utungu ikifika asubuhi hafikiri kula. Mtu mwenye maono atafikiria anatakiwa afanye kitu gani. Akishafanya sasa ndo njaa inaanza kuuma. Sema amen. Sema amina. Sema amina. Ninapokuwa nina ibada, siku kama hizi za ibada, lakini hata siku zingine, ninapokuwa na maono fulani natakiwa kwenye hiyo siku nikamilishe kitu fulani, njaa yangu kubwa sasa hapa utungu ninaokuwa nao sio utungu wa kwenda kunywa chai. Utungu ninaokuwa nao ni kwenye kile ninachotakiwa nikifanya. Kwa hiyo kiu yangu na njaa yangu ni kile ninachotaka kukifanya, sio chai, sio chakula cha mchana. Bwana Yesu asifiwe. Labda tu nikutanishwe navyo katika mahangaiko. Lakini hivi siwezi kufikiria siku ya ibada ya Jumanne unaanza ukaa unafikiria chai leo inakwendesha. Hata leo nimekunywa chai, lakini chai imenitafuta. Sikunywa chai katika mazingira ambayo chai nilianza kuitafuta.
chai ilinitafuta. Kwa nilipoamka nilianza kufukuzana utungu, sema utungu. Kwa sababu kuna kitu kilikuwa kinatakiwa kisaliwe. Sema amina. Kilichokuwa kinatakiwa kisaliwe kikaanza kunihangaisha. Nimepokea utungu. Kwa nikaanza mahangaiko, masaa yanakwenda, saa la kwanza, saa la pili, saa la tatu. Ndio chai ikanifuata ofisini nikanywa. Cha mchana sijala. Sio kama sijala kwa sababu njaa inaniuma. Njaa. Kwa nini njaa haipo? Utungu wa ibada. Kwa sababu kuna kitu natamani kizaliwe. Kuna kitu natamani kitengenezwe. Kwa hiyo njaa ya ibada, yani utungu unanipa akili yangu kutofikiria chakula cha mchana. Unaanza kufikiria kwenda kuzaa. Daktari atanihudumieje? Daktari nesi sijui nitakutana na manesi wa namna gani, sio wa mchongo, watanihudumieje? Baada ya kuhudumiwa sasa ndio nadai mtoli. Kukifika saa 12 na kitu, saa 1 nadai mtoli. Si kuna mtu ananielewa? Kuna mwingine anazubaa. Usizubae. Nataka uelewe vitu katika namna ambayo vinaweza vikawa na uwepesi katika kuomba kwako. Okay, twende andiko la pili. Twende haraka, kuna mahali nataka tufike. Angalia andiko la pili. Kitabu kile cha, umesoma kitabu gani? Angalia Mika 5:3. Mika 5:3. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu. Kwa mtu anayeweza kuzaa peke yake ni aliye na utungu. Mtu anayeweza kutoa maono yaliyo ndani, mtu anayeweza kutoa picha za kitu kilichoumbika ndani ni aliye na utungu peke yake. Haleluya. Sijajua Kiswahili kama kinaeleweka wote kwenu, mnaelewa vizuri. Yaani mtu ambaye anasema ana maono, ukitaka ujue kwamba huyu maono anayoyasema yaliyo ndani yake yanawezeje kuja kutoka nje, muangalia na utungu. Kama ana utungu jue anapiga porojo. Utungu ni nini? Utungu unaendana na kutaabika. Utungu unaendana na mtu kuwa na mahangaiko. Muangalie huyo mtu anachokiongea, muangalie huyo mtu anachokizungumza. Angalia ana utungu, ana mahangaiko. Sema amina. Nakumbuka wakati ambao nilikuwa nataka nianze kufanya huduma. Nilikuwa yani usikii kwamba unasikia la kula chakula nyumbani, sio kula chakula ukae na mke wako. Unaona sijui kama vile usafiri uondoke na unaulizwa unasafiri unaenda wapi sasa? Utatafuta nini? Utatamani semina tu, upate semina uondoke. Utungu haukupi kurelax. Ungeweza kusema si ukae tu ule mapilau ule, ukae kuanzia asubuhi na mke wako. Yeye ni mfanyakazi, anatoka kazini anakuta nyumbani umekaa unakula supu, unafanyaje? Mimba, ukiwa na mimba ndani, ukiwa na picha na ukiwa na utungu, yani kila kitu nakiona takataka. Ngoja niende Uganda, Kampala, nikamsikilize Robert Kayanja. Unajikuta tu unakuwa na visafari ambavyo utungu. Mtu mwenye utungu ana mahangaiko. Mtu mwenye maono ambayo ana njaa ya kitu fulani anataka kitoke nje, utaona ana mahangaiko. Kama hautaona mahangaiko, huyo mtu hata kuja kufanikiwa. Hicho kitu cha ndani hakiwezi kuja kuzaliwa, utungu. Ndio maana mwambie Mungu, okay, ni graphics and designer mzuri. Unaweza ukawa graphics and designer mzuri, ukikosa utungu utashangaa yale mambo yaliyo ndani hayatokagi nje. Huwezi ukajituma kwamba ngoja hiki ninachokifanya nikawape watu waone kazi yangu. Unakaa, maana yake hapo unakosa utungu. Unajua kufanya vitu, una maono, you know it and everything, lakini umekamatwa, hauna mahangaiko, yani uhangaiki, utungu umekosekana. Kwa hiyo unashangaa mimba iliyo ndani sasa. Tumeitarajia miezi 9. Wasema miezi 9 tu tumbo tu liko vile. Miezi 9 hiyo hatuoni kitu. Huyu ngoja mchungaji amuombe. Miezi 10, miezi 11,
Miezi 12. Watu wanakushangaa sasa. Hii tumbo vipi? Na linazidi tu kuwa kubwa. Mwezi wa 13, mwezi wa 14. Hey, ndugu vipi? Tunatarajia ni mtoto wa kawaida au sio? Tunatarajia wewe una maono au vipi? Nazungumza habari ya maono ya kimwili ya kawaida. Sizungumzi habari ya watoto. Natumia mfano huo ili tupate kuweza kuelewana. Ndivyo ilivyo katika maisha yetu ya kawaida. Kuna watu wana picha ziko ndani. Kila siku ni dreamers. Kila siku ni waota ndoto, waota ndoto tu, ni ndoto zimeshakuwa ndoto. Okay. Sasa watu kae hapa kidogo katika hizi dakika. Iko hivi sasa, sema amen. Hiyo picha ambayo nimekwambia, maono ni picha iliyoumbika ndani ya mtu inayotamani kutoka nje. Nimekwambia maono ni mimba. Sema amen. Maono ni nini? Maono ni mimba iliyo ndani ya mtu. Wengi tunajua mimba ikiwa ndani ya mwanamke, mimba inafanya nini? Mimba inakuwa. Si ndio hivyo? Sasa nataka hapa nikuingize shule kidogo. Maana yake kama inakuwa, sio maana yake lazima kiwepo chakula. Mimi bahati nzuri nina vitoto 5. Kwa ninajua habari za mimba ninayozungumza. Mwanamke yote akipata mimba, we mwanaume una mke, una mme, unayenisikiliza popote pale, usije kaanza kuzungumza vibaya kwa habari ya mke wako akiwa ana mimba. Mwanamke akiwa na mimba, staili yake ya ulaji wengine huwa inaongezeka. Usije kasema mke umerogwa, mbona kipimo kimeongezeka. Mwanamke akiwa na mimba, ulaji wake unaongezeka. Hasa mimba ambazo zimetulia vizuri, unashangaa ulaji wake unaongezeka. Lakini kuna mambo ambayo mengine huwa anaweza akaandago. Muda mwingine mtu anaweza akapungukiwa hata damu. Kwa nini? Kwa sababu yani wamekuwa watu wawili ndani ya mtu mmoja. Kuna kitoto nacho kinachukua damu, kuna kitoto nacho kinakula, yani ugali unagawanywa. Ugali huu anakula huyu mtoto na ugali huu anakula mwanamke. Sema amina. Kwa unakuta chakula kinalika. Na usichukie. Na kufundisha wewe baba ambaye yamkini huna hizi hekima, lakini Bwana ameziachilia ili zikusaidie. Sema amina. Usichukie hata mwanamke muda mwingine anakuwa na uhitaji wa vyakula aina fulani ambavyo yamkini kabla ana mimba alikuwa havihitaji. Reason, mimba inapokuwa ndani wakati mwingine pia iko very much selective. Inabagua aina fulani ya vyakula. Kwa the same applies hata mimba za kiroho zinapokuwa ndani yetu, utashangaa zinabagua aina ya chakula. Haiwezekani unataka uje kuwa mchungaji unashinda kila siku na wafanya biashara. Uwe na wasikia, huwezi ukaja kuwa mchungaji hata siku moja. Mimba zinapokuwa ndani yetu zinaweza zikaanza kuchagua aina ya chakula sawa sawa na kitu kilicho ndani. Huwezi ukataka uwe mfanya biashara kila siku. Unakaa na mtu kila siku ananena kwa lugha, utajikuta unaanza kunena kwa lugha, unaacha kuwa mfanya biashara. Lazima ufanikiwe, uwe na njaa, uwe combined na watu ambao wanakupa ideas za kibiashara. Unless otherwise, labda huyu ananena kwa lugha pia ana ideas za kibiashara. Kwa mimba zinapokuwa ndani huwa zinabagua chakula. Kwa nini zinabagua chakula? Kwa sababu ya mahitaji ya hicho kilichoko ndani. Kwa usimchukie mke wako. Usimchukie mke wako. Kwa nini anabagua chakula? Uhitaji wa hicho kilichoko ndani. Miili yetu, wewe huwezi kujua una upungufu wa kitu gani ndani. Na mtoto aliye ndani huwezi kujua anahitaji kitu gani. Mungu ndiye anayejua. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakuwa automatically. Unashangaa anahitaji vyakula vya aina fulani, unasema kwa nini? Mtoto aliyeko ndani anahitaji hicho chakula. Wewe mwenyewe mkini mwili wako una upungufu wa hivyo vyakula ambavyo vinahitajika kwa mtoto. Unasema yani kutoka amekuwa na mimba, yani anapenda tu samaki. Maana yake hicho chakula cha samaki kilichokuwa kinahitajika kwa ajili ya mtoto haukuwa nacho, na automatically Mungu anaona huyu mtoto anahitaji aina fulani ya vyakula vya samaki. Kwa kama ni mwanamume, nenda katafuta hela. Usiseme sasa unaleta mambo ya ajabu. Nenda katafuta hela.
Mungu anajua, yani huyo mtoto aliyeko ndani. Sasa unaanza kulaumu, mtoto wangu ana akili. Alipokuwa anahitaji aina fulani ya vyakula ili atengeneze ana akili, ulikuwa unamnyima mke wako, unasema wewe mwanaume tafuta hela. Chakula chochote ambacho kitahitajika kwa mtoto, kwa mke wako. Tukisema mtoto, maana yake kile ambacho anakula mke wako kinaenda kwa mtoto wako. Kwa hiyo tafuta tu hela. Anahitaji ni samaki, ziwe ni kavu, ziwe ni samaki za baharini, ziwe ni samaki za ziwani, ziwe za kwenye mabwawa. Wewe msikilize anavyokuambia, bahati nzuri sio vinapatikana. Mchawi hela tu. Maneno ya Waswahili wanasema mchawi hela tu. Kila kitu kinapatikana. Na wewe ndio unakaa jiji la Dar es Salaam, unakaa jiji la Arusha, unakaa kwenye maeneo ya miji. Vyakula vingi vinapatikana, mchawi hela tu. Haleluya. Haleluya. Kwa hii mimba inapokuwa ndani yetu, mimba inakula. Mimba inakula. Maono yanakula, maono yanalishwa. Ndio unaposikia mtoto mwezi wa kwanza, mwezi wa tatu haongezeki tu hiyo miezi. Ukimpima kwenye microscope unakuta leo masikio yameongezeka, kesho miguu imeongezeka, baadaye unaanza kuona na jinsia zinaonekana. Hivyo vitu havijitokezi tu, havijitokezi. Vinajitokeza kwa chakula. Kwa mlishe mke wako chakula. Yalishe maono yako chakula. Maono yanakuwa. Usipoyalisha chakula hayatakuwa. Sasa sikiliza hapa, very important. Si ndo nimalizia hapa kwa leo? Iko hivi. Iko hivi. Nimekuambia hivi. Kwamba unashangaa mwanamke baada ya kupokea ujauzito unaanza kusikia anapungukiwa damu. Lakini leso yake ya ulaji unashangaa inaongezeka. Kwa hiyo kama hatapata kile kiwango cha chakula anachokihitaji, kama hatapata vyakula vizuri vinavyomuongezea damu, kwa sababu sasa hivi damu kwa huyo mtu ni damu za watu hao wawili. Wewe umeendelea kumpa lesho ile ile ya vyakula vile vile vya damu ile ya mtu mmoja. Kumbe sasa hizi kuna mijitu miwili. Alafu ubaya zaidi au uzuri zaidi, huyo mwingine ndiye anatumia damu nyingi sasa kuliko huyu unayemjua wewe. Kwa maana yake mwanamke automatically anahitaji virozela, vimchicha, vimboga aina fulani vya kuongeza damu. Anakuwa na vihitaji vya kutosha. Kama atakosa huyo mwanamke vyakula hivyo, kama atakosa, narudia, kama huyu mwanamke atakosa hivyo vyakula, tarajia huyo mwanamke kufa. Tarajia kufa. Ndio maana mtu au mwanamke akiwa mjamzito anashauriwa aende kliniki. Na moja ya vipimo ambavyo wanapima sana, huwa wanapima damu. Wanapima kiwango cha damu kiko kiasi gani. Kwa nini wanapima kiwango cha damu? Kwa sababu ndani ya damu ndio kuna maji, ndani ya damu ndio kuna chakula. Kwa wanaangalia kiwango cha damu. Watamwambia huyu mwanamke aongeze aina fulani ya vyakula ili damu iwepo ya kutosha. Na watakwambia kuna hali ya hatari ya muendelezo wa hii mimba ulionayo ndani kama chakula kitapungua. Maana yake ni hatari kwa mtu yoyote mwenye maono. Kama yale maono yatakosa chakula, ni hatari. Anaweza akafa hata yeye mwenyewe. Narudia tena, nachanganya mambo mawili kwa wakati mmoja. Maana yake hata mtu kama atakuwa na maono, nimekuambia maono sawa sawa na mimba. Kama atakuwa na maono alafu yale maono yakakosa chakula, ni hatari huyo mtu kufa. Kufa kifo cha kimwili, sio tu cha kiroho. Maono yanaweza akafa kimwili, lakini kiroho, lakini pia hata yeye mwenyewe kimwili huyo mtu anaweza akafa. Naenda haraka. Nadhani upande wa mwanamke mnafahamu. Mwanamke akikosa damu, akikosa chakula na akiwa na mtoto, manake ni hatari kwa mtoto na yeye mwenyewe. Wanaweza wakafa. Sasa nakwambia pia hata mtu yote mwenye vision, hata mtu yote mwenye maono, mtu yote mwenye mimba za kutoa vitu fulani nje, kama atakosa chakula cha kulisha kile kilichoko ndani, atafanya nini? Ni rahisi sana kufa. Nimekufundisha hapa na Jumapili niliyokuambia, duniani hapa tumeletwa kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Waefeso 2:10 anasema, maana sisi tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tangia awali Mungu aliyakusudia ili tuenene nayo. Maana yake sisi ni kazi yake. Kama ni kazi yake, tukiwa hatufanyi kazi yake, ni hatari kuendelea kwetu kuishi.
Nirudie hapo vizuri, maana wengine hawajanielewa. Niweke vizuri. Mimba iliyo ndani ya mwanamke ili iendelee kukua, ambako wewe unakujua mtoto masikio yanatokea, unamwona macho yanatokea, chakula. Na ukianza kuona hivyo viatua, masikio yanatokea, yani ulaji wa mwanamke unaongezeka. Na kama vyakula vinavyohusu damu havitumii vya kutosha, utaanza kuona mwili wake unapungua damu. Kwa kama hautawekeza chakula cha kutosha, na hasa vyakula ambavyo vinaingiza au vinaongeza damu kwake, huyo mwanamke pamoja na huyo mtoto unaweza ukawapoteza, utawaua. Kwa utaua mimba, utaua mtoto aliyeko ndani, na huyo aliyebeba hiyo mimba naye anaweza akafa. Hapo tumeelewana. The same applies kwenye maono haya ninayoyazungumza, ambao zaidi sana ndo somo langu lilenga hivyo. Nimekuambia maono ni mimba, maono ni picha iliyo ndani. Tuko hapa duniani kwa ajili ya kukamilisha aina fulani za maono. Sema amina. Kwa hiyo kama maono yatakufa, yani kile ambacho Mungu alitukusudia kufanya hapa duniani kama kitakufa kwa sababu ya nini? Ya kukosa chakula. Maana chakula ndicho ambacho kinafanya uhai wa hayo maono. Sema amina. Kama maono yatakosa chakula, maana yake yatakufa. Maono yakifa, we mwenyewe ni hatari kufa. Mtoto akifa ndani ya tumbo la mwanamke, sema amen. Mimba ikifa ndani ya tumbo la mwanamke, ni hatari kuua mwanamke mwenyewe. Unanielewa wewe? Kwa the same applies hata maono mengine ya kawaida, kama yakifa kwa sababu tu maono hayo ulio nayo yamekosa chakula, maono ulio nayo yamekosa chakula, ni hatari hata kwako mwenyewe kufa. Naona somo linakuwa gumu. Sema amen. Sema amen. Kwa Mungu anatamani watu wewe wanaendelea kuishi wakiwa wanajua nini wanachotakiwa kukifanya. Mungu anatamani watu wawe wanaishi wakiwa wanajua nini wanatakiwa kukifanya. Mungu anatamani kuona watu wanaishi wenye maono, lakini sio maono ambayo yanakufa, maono yanayozaa, maono yanayotoka nje. Mungu anatamani watu ambao wana maono ambayo yale maono yana utungu, ambao ule utungu unapelekea yale maono yatoke nje. Hao ndio watu ambao Mungu anatamani kufanya nao kazi. Kwa ni very dangerous kuwa na maono ambayo yatakosa utungu, na matokeo yake yakapelekea kile kilichoko ndani kikaendelea kukaa tunda. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Lakini zaidi sana ni hatari, kwa sababu inaweza kupelekea kuondoshwa duniani. Katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 15. Yohana sura ile ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Baba yangu yeye ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa. Kila tawi lisilozaa kila tawi lisilozaa huwa linaondolewa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Tawi lizaalo husafishwa ili lipate kuzaa. Nanyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu. Ngoja kwanza. Anasema kila tawi lizaalo hulisafisha. Kila tawi lizaalo hulisafisha. Tunarudi tulikotoka. Ili uzae unahitaji nini? Unahitaji utungu, si ndio hivyo? Sema amina. Na kazi ya utungu ni kutoa kilichoko ndani kije nje. Kazi ya utungu ni kutoa picha iliyo ndani ije nje. Maana yake Mungu anasema hivi. Anasema tawi linalozaa hulisafisha. Maana yake tawi ambalo lina utungu Mungu analisafisha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu analipeti
atalizuia dhidi ya magonjwa, atalikinga dhidi ya ujambazi, atalikinga dhidi ya kufa, vifadulo, si vitu gani. Kwa nini? Kwa sababu linazaa. Na unajua kwa nini linazaa? Lina utungu. Yaani wherever you see utungu, maana yake kitu hicho lazima kisaliwe. Sasa anasema hili tawi unaweza kuweka equals to mtu, equals to mwanadamu. Yaani mwanadamu anayezaa, Mungu anampetipeti. Mwanadamu anayezaa, andika hujaandika, wewe kila siku unasema Bwana yangu ndo tawi. Acha hizo unazoandika hivyo. Andika tawi equals to mwanadamu. Tawi sawa sawa na mwanadamu. Ndio maana anasema kila tawi lisilozaa, kila tawi lizaalo Mungu analisafisha. Maana yake kila mwanadamu anayezaa Mungu anampetipeti. Mungu anasema hili jembe langu hili. Anasema hilo tawi linalozaa, ili lizae linahitaji utungu, na ili utungu upatikane maana yake kuna kitu ndani, kuna maono ndani. Maana yake mtu mwenye maono ndani atakuwa na utungu, na ule utungu utampelekea kuzaa. Anasema hao wanaozaa mimi nawapetipeti, mimi nawasafisha, namtengeneza. Ndio unashangaa unasema huyu mtu yani mambo yake yanaendaga tu. Kwa nini anaenda? Anazaa. Kwa nini mambo yake yanaenda? Ana utungu. Unaweza kuamka usiku wa manane, saa 7, saa 9. Mtu mwenye utungu ana mahangaiko. Mungu anasema hao walio na mahangaiko, kwa nini wafe? Hao walio na mahangaiko, kwa nini waugue? Hao walio na mahangaiko, kwa nini wapatwe na mabaya? Wezi ukawa unalala yani unalala yani kwa ajabu. Unalala yani kazi yako kila siku ni kuombea usiku uje, usiku ingie. Kwa sababu unajua usiku wewe ni wa kulala, na hautaki usiku wewe ni usiku wa kuona maono. Hutaki wewe ni usiku wa Mungu kuongea na wewe. Na hata ukiwa unalala yani umwambii Mungu chochote yani. Humwambii kwa Mungu naomba uongee na mimi. Mungu asante yani. Alafu unaangalia ulikuwa unachoka, ulikuwa unafanya kazi gani? Anasema kila tawi linalozaa, anasema yeye analisafisha. Na ndio maana ukiwa unafanya kazi, Bwana Yesu asiwe, ukiwa unafanya kazi, ondoa habari ya kufa, ondoa habari ya ugongwa na gari, ondoa habari sijui ya nini, sijui nani ameukata panga, ondoa hizo habari. Ila kama unaishi nje ya kusudi la Mungu, utakufa kifo chochote. Sure, I'm telling you. Kwa sababu haiwezekani uko kwenye lineage ya Mungu. Mungu anajua huyu ni chombo changu. Alafu sio umepigwa panga, sio umefanya hamna hicho kitu. Anasema kila tawi lizaalo Mungu analisafisha, sio tu analisafisha. Maana yake sikiliza. Unajua maana ya kusafisha wewe? Kama hujawahi kwenda shamba, kuna mimea ambayo ukipanda unaondoa manyasi yanayoweza kuzonga ule mmea. Maana yake unaondoa kitu kinachoweza kuharibu. Kwa lugha nyingine Mungu anaweza akasema hivi, kila tawi linalozaa Mungu analilinda dhidi ya mabaya. Analilinda dhidi ya watu wabaya. Magugu yanapokuwa yanazonga mmea, maana yake yanaweza kuhatarisha ule mmea. Mungu anasema anayaondoa, analipalilia, analiwekea samadi, liendelee kumea, liendelee kuzaa. Ukiwa unaishi kwa hivyo, kama ambavyo pia kuna ujumbe nimeweka WhatsApp, ukiwa unaishi kwa ajili ya kusudio la Mungu, sure I'm telling you, hakuna mtu wa kukutisha eti nitakuua, nitakuloga. Halogwi mtu hapa. Halogwi mtu hapa. Si nitakugeuza kuwa chura. Penda mshirika mmoja wa Kakobe, alikuwa na misimamo ya imani ya ajabu. Kaenda kwa kiganga cha kienyeji, eti kinatishia watu. Akaenda akapiga teke kile kibuyu. Akasema mganga yule akasema utageuka kuwa ndege. Akasema nitageuka kuwa ndege. Kuna kibuyu kingine kile akapiga nacho. Akasema wewe mtoto, si jioni hautafika. Akasema sasa nataka na jioni nisifiki. Akaenda kingine akatoa. Jioni alifika. Kesho alifika. Mpaka leo nakwambia anaitwa somebody Yusto. Mpaka leo nakwambia anaendelea kuishi. Anaendelea kuishi. Ukiwa na Mungu na ukiwa na maono, wewe ni mtu
wewe ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu. Hakuna wa kukutishia kwenye hii dunia, wala asiwe kwa mtu wa kutishia. Ndio maana anasema mtu awe yoyote asiudharau ujana wako. Hamaanishi ujana wa kuwa na vindevu, hamaanishi hivyo, hamaanishi hivyo. Harabo shakata anamaanisha hivi, mtu asije akakudharau kwa muonekano ulio nao. Mtu asije akasema wewe huna kitu. So long as unaye Mungu, mtu asiseme wewe kijana. Anamwambia Timotheo, mtu yeyote asiudharau ujana wako. Kwa maana yake mtu asikupime kwa muonekano wako, mtu asikupime kwa umri wako, mtu asikupime yamkini kwa sababu kuna vitu vinavyoonekana duniani vinavyoshirika hauna. Mtu asikupime hivyo, bali mtu akupime kwa sababu unaye Mungu. Mtu akupime kwa sababu unaye Mungu. Kila tawi lizaalo hilo linasafishwa, hilo linaka upendeleo. Kwa hiyo unataka upendeleo wa kulindwa, unataka upendeleo wa kutetewa na Mungu. Okay, uwe unazaa. Uwe unazaa. Ulikuwa uzai, mwambie Bwana nipe utungu, nataka nianze kuzaa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Lakini anaendelea pati nyingine, anasema lile tawi lisilozaa, anasema lile ulikata. No, unasikia kuna maneno wanasiasa wa kwenye dini. Maana kuna wanasiasa wa kwenye dini. Unasikia Bwana alitoa na jina la Bwana libarikiwe. Hapa anasema hivi, lile tawi lisilozaa hulifanya nini? Huliondoa. Kwa lugha nyingine hulikata. Kwa lugha nyingine hukatishwa. Kuna maisha ya watu wengine yanaweza yakakatishwa kwa sababu tu hakuna wanachozaa. Hakuna wanachozaa. Maisha ya watu wengine yanaweza yakakatishwa duniani. Unaweza kukatishwa kuishi duniani kwa sababu hakuna unachozaa. Yaani mbingu zikikuangalia, yani unaonekana upo tu. Unafurahia tu kuonekana kwamba wewe ni mtoto wa ukoo fulani. Unajua kuna watu Alfredo mtoto wa Kirambo. Mtoto. Wengine wanafurahia kwa sababu wao umezao na vyeo fulani. Mimi mtoto, mimi mme. Sio cheo fulani unakijua wewe kwenye serikali, kwenye uongozi. Yeye unafurahia ni mwanamke, uko kwenye ndoa unafurahia tu. Furahia kwa sababu kuna kitu ambacho unakifanya hapa duniani. Kama hakuna unachofanya, furaha yako ni nonsense. Anasema kila tawi lisilozaa huliondoa. Kwa kuna watu wengine mbingu zinaweza zikaruhusu wewe uondoke kwa sababu tu hakuna unachokifanya. Tafuta kuwa na kitu ambacho kinakushinikiza, kinakutumikisha kufanya. Tafuta, mwambie Mungu niwekee utungu ndani yangu. Niwe na kitu ambacho nina njaa ya kutamani kukitoa ndani yangu. Kwamba wewe una unachokifikiria ndani. Mbona vipo? Wewe hujawahi kuwaza kwamba no, kuna hali ambayo nimemtumikia Mungu, enough is enough. Nataka nimtumikie kwa namna nyingine. Kuna namna nimeomba, enough is enough. Nataka niombe kwa namna nyingine. Alafu ile hali ianze kukutumikisha. Na ikianza kutumikisha, anza kuchukua hatua ili uzae. Anasema lile tawi lizaaro Bwana analisafisha. 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 Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. In Jesus' name.